Wananchi wazalendo wa Tanzania popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ninawaomba tafadhali muweze kujiunga na ukumbi huu. Samia Suluhu Hassan na utawala wake wameweza kushtushwa na majibu kutoka kwa wananchi wa Tanzania baada ya ukurasa rasmi wa Ikulu Tanzania kuchapisha salamu za rambirambi baada ya mbunge mwenye anaitwa Jenista Johakim Mhagama kuaga dunia. Katika ukurasa rasmi wa Ikulu Tanzania, unajua ninazungumza kitu ambacho kinaonekana hapa. Ikulu Tanzania iliweza kuchapisha salamu za pole za rambirambi kuelekea kwa jamaa na marafiki wa mbunge wa Peramiho, Mheshimiwa Jenista Johakim Mhagama mwenye aliweza kuaga dunia. Naomba nikusomee taarifa hizo ambazo ziliweza kutolewa, alafu nikupee maelekezo yangu au maelezo yangu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Dodoma, tarehe 11 Disemba mwaka 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari, salamu za rambirambi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Jenista Johakim Mhagama kilichotokea leo mkoani Dodoma. Katika salamu zake, Rais Samia amemwelezea marehemu Jenista Mhagama kuwa kiongozi makini, mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye historia ndefu ya kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya serikali na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Rais Dr. Samia ametoa pole kwa wabunge, familia ya marehemu, ndugu na jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho na kuwaombea moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hichi kigumu. Akaandika hivi: ninatoa pole kwa Spika wa Bunge la Kitaifa, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, wananchi wa jimbo la Peramiho, familia, ndugu ya jamaa na marafiki, amesema Dr. Samia. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu mahala pema peponi, amina. Bakari Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Sasa kitu ambacho serikali hii ya Samia, ambayo wananchi wanasema kwamba ni batili, imeweza kushangaa ni jinsi ambavyo wananchi hawajaweza kushtushwa na taarifa hizi za kifo cha huyu mbunge Jenista Johakim Mhagama. Wananchi wengi wamesema kwamba kazi ya Mungu haina makosa, apumzike salama. Mwingine akasema kwamba pumbavu kabisa, akachapisha video. Ndio hiyo video hiyo ambayo unaiona inaendelea kucheza hapo. Alichapisha video ambayo ina miili
mingi sana ya Watanzania ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano Tanzania kati ya tarehe 29 mpaka tarehe 5 Novemba. Ameweza kuambia serikali hii kwamba nyinyi ni mapumbavu. Kwa nini? Mlikuwa mnapaswa kutoa salamu kama hizo za rambirambi na za pole kwa jamaa na marafiki wa waliopoteza wapendwa wao kipindi cha maandamano. Wananchi ambao waliweza kuuawa zaidi ya 10,000. Ila hakuna hata salamu ya pole salamu ya pole pamoja na salamu ya rambirambi ambayo iliweza kutoka katika afisi ya rais au wabunge. Sasa mwingine akasema hivi. Anyway, hiyo itakuwa ni mbaya. Itakuwa ni mbaya kwa sababu wengine watasema kwamba ninamuombea Samia mabaya kwa sababu ni comment nimeona niiruke. Mwingine akasema hivi. Hakika hichi kiburi kina mwisho. Hukumu ya haki ipo juu yenu. Amewaambia hii serikali kwamba kiburi chenu kina mwisho. Mwingine akasema hivi. Hajamaliza mwendo ndio kwanza atakimbizwa na madhulumati huku kuzimu. Kuna mwenye amesema hivi. Tunasema asante Mungu kwa hichi kidogo, maana tukishindwa kushukuru kwa hiki kidogo kikubwa tunachokiomba hatutapata. Yaani inaonekana kwamba Watanzania hawajaweza kushtushwa na taarifa hizi za kifo cha huyu mbunge. Kwa nini? Wanasema alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kushabikia wananchi kuaga dunia. Na wananchi wengine wameweza kumuombea mabaya Samia Suluhu Hassan. Mimi ninasoma comment jamani. Ndizo hizi. Unaona mpaka hiyo ni miili. Hiyo ni miili ya wapendwa wetu ambao waliweza kuuawa tarehe 29 na kusonga mbele. Wameweza kuzichapisha hapo baada ya kuweza kutoa taarifa hizo za salamu ya pole ama salamu za rambirambi. Wengine wakasema kwamba hakuna mwana CCM anayekufaga. Hiyo ni AI. Kwani hawa ndugu zetu mlichemsha supu, tupeni tuwazike kwa heshima. Mwingine akaweza kuandika hivi. Mumejiuliza kwa nini watu wanasherehekea vifo vyenu nyinyi viongozi? Mnasahau ninyi sio miungu mavumbini, mtarudi, ila mumekaza mafuvu as if mtalindwa na dola milele. Nikimalizia, unahisi ni kwa nini wananchi wa Tanzania hawajaweza kushtushwa na taarifa za kifo za huyu mbunge na wanaombea hata rais mabaya? Kwa sababu mwingine amemwambia bado wewe Samia. Mwingine amesema hivi, kimemkuta mwenzenu nyie ndio next. Mwingine akasema hivi, endeleeni kutupigia makelele, by the way kifo ni kifo. Mwingine akasema hivi, nguvu iliyotumika inaendana na tukio. Umejiuliza ni kwa nini wananchi wanasherehekea kifo hichi cha huyu mbunge? Ni kwa sababu hii serikali haikuweza kuchaguliwa na wananchi. Umejiuliza? Ni kwa sababu hii serikali haikuchaguliwa na wananchi. Nambari 2, ni kwa sababu hii serikali haikuchukua muda kuweza kuomboleza wale wote ambao waliweza kuaga dunia. Nambari 3, hii serikali ya CCM waliiba kura. Hakuna mwenye aliweza kuchaguliwa. Kwa hivyo wananchi hawana haja. Nambari 3 au nambari 4,
Wabunge hawa walikuwa wanamwabudu Samia. Hawakuwa wanawasikiliza wananchi. Kwa hivyo wananchi hata hawajaweza kushtuka. Umejiuliza ni kwa nini wananchi wanamwombea Samia mabaya? Ni kwa sababu hawasikilizi? Ni kwa sababu wananchi waliweza kuuawa? Ni kwa sababu wananchi wanateswa? Ni kwa sababu wengine wamefungwa jela? Ni kwa sababu wengine miili haijaweza kupatikana? Mimi ningekuwa Samia, niko na majibu mawili. Ningejiuzuru kutokana na haya ambayo wananchi wameweza kukomenti hapa. Mimi naomba Samia aweze kupewa simu apitie hizi comment. Jamani, naomba ama wacha nikupee kibarua. Maliza kutazama hii kanda, uende kwenye ukurasa wa X au kipenda Twitter wa Ikulu Tanzania, uweze kujisomea haya. Ndiposo utaelewa kile ambacho ninazungumza. Miili ya wapendwa wetu wote ndio hii. Unaona? Ndio hiyo imetundikwa hapo. Wanawaambia sasa bado yenu. Bado yenu. Samia, ningekuwa yeye saizi ningejiuzulu. Kwa nini? Wananchi wananiombea mabaya. Kwa sababu siwasikilizi, kwa sababu niliweza kuwatesa, kwa sababu nazidi kuwakandamiza, mpaka wananchi imefika mahala ambapo hawashtuki na kifo cha kiongozi. Ikulu imeweza kujutia kuchapisha taarifa kama hizi. Kwa sababu wananchi wamemuuliza hivi, nyinyi mnaomboleza kifo cha mbunge, mungetumia nafasi hiyo kuweza kuomboleza ndugu zetu ambao waliuawa tarehe 29 mpaka tarehe 5 Novemba, miili mkaizika kwenye kaburi la pamoja. Tupatane kwa kanda ijayo.